Habari, karibu katika kipindi cha The Pharmacist Show, tukiwa katika mwendelezo wa vipindi vyetu pendwa. Ungana nami mtangazaji wako ama host wa show hii, Omari Selemani Kosa, ni mfamasia hapa Royal Polyclinic. Leo tutazungumzia usalama wa matumizi ya dawa kwa mama anayenyonyesha. Na hapa kituoni kwetu tuna department ama kitengo cha huduma ya uzazi kwa mama na mtoto. Twende moja kwa moja kwenye mada yetu pendwa. Je, ni salama kwa mama anayenyonyesha kutumia dawa? Hili ni swali zuri na ni swali pendwa, na data hii ni njema sana, hususan kwa mfamasia na daktari kujua, je, mama aliyekuja mbele yetu ananyonyesha au hanyonyeshi, na ikiwa ananyonyesha, dawa anaenda kutumia ni sahihi au si sahihi. Jibu la swali hili kwamba je, ni sahihi kwa mama kutumia dawa kipindi ananyonyesha, jibu ni ndiyo, ni sahihi mama kutumia dawa kipindi anaponyonyesha ili aweze kuponya au kuondoa madhara yaliyotokana na ugonjwa fulani. Lakini kwa wakati mwingine huenda isiwe sahihi kwamba mama anayenyonyesha hapaswi kutumia dawa fulani kwa sababu za kimsingi kidogo. Kwa mfano, mama anayenyonyesha ataruhusiwa kutumia dawa endapo tu ile dawa haina madhara direct kwa mtoto anayenyonya. Na tukikumbuka katika vipindi vyetu vya nyuma hapo tulijifunza kwamba mwili una tabia ya kutoa dawa kupitia njia tofauti tofauti, na mojawapo ya njia ni lactation kupitia breast secretion ama utoaji wa maziwa pindi mama anaponyonyesha. Sasa ikitokezea dawa moja au dawa anayetumia mama kwa wakati huo inakuwa secreted through milk, na inaweza ikawa excreted au ikatolewa nje ya mwili kupitia maziwa ya mama, basi dawa hiyo itaenda kuleta madhara kwa mtoto husika. Swali la kujiuliza la kwanza, je, nitajuaje kama dawa hii inanifaa au hainifai? Ni vyema kabla hujatumia dawa au pindi unapopatiwa dawa na mtaalamu wa afya, kumbuka kumwambia kwamba mimi ni mama mjamzito na ninanyonyesha kwa kipindi hichi, ili yeye atizame dawa unaenda kutumia, je, ni sahihi au si sahihi, kwa sababu huenda tukamuathiri mgonjwa au mtoto kwa namna tofauti. Kwa mfano, kuna dawa kama cetirizine. Dawa hii cetirizine watu wengi wanaichukulia poa, wanaiona ni dawa ndogo, lakini ni miongoni mwa anti-allergy nzuri. Na one of the side effect ama madhara ya dawa hii ni kusinzia au tunasema sedation. Mtu anakuwa analala hovyo au anasinzia. Sasa dawa hii pia inaweza ikatolewa nje ya mwili kupitia maziwa, au mama anaponyonyesha mtoto pia anaweza akainyonya au akapata ile cetirizine kupitia yale maziwa. Atakapopata, basi na mtoto naye pia atakuwa na sedation. Kwa hiyo tutatoa sedation kutoka kwa mama, tutaipeleka kwa mtoto. Lakini apart na hapo, mama anayenyonyesha pia inabidi azingatie, je, dawa hii inamfaa kutumia kwa muda gani na kwa wakati gani atumie, na kwa muda gani anaweza kumnyonyesha mtoto. Tunaweza tukaweka interval fulani pale kwamba kwa wakati huu atakapokuwa anatumia dawa hii, basi asimnyonyeshe mtoto. Especially kuna zile dawa za kupaka ambazo huwa wanaweka katika hizi breast ama hizi chuchu, lengo ni kutibu ugonjwa fulani, au akapaka moja akaacha lingine, akamnyonyesha la upande huu akafata la upande huu, lengo ni kupishanisha kwamba mtoto asije akainyonya ile dawa husika na akapata madhara kutokana na hiyo dawa. Pia mama anayenyonyesha hatakiwi kutumia dawa za mtu mwingine, hata kama dalili ni sawa na yule mgonjwa mwingine au ugonjwa ni sawa na yule mgonjwa mwingine. Lakini pia hata kama mama anayenyonyesha ametumia dawa ya mama mwingine anayenyonyesha, pia hatakiwi kutumia dawa hiyo. Badala yake inabidi afike
hospitalini apimwe na apatiwe dawa kwa usahihi, kwa sababu dawa ya mama mmoja anayenyonyesha inalingana hali ya ugonjwa mama na mtoto wake. Sasa atakapokuja kutumia mwingine zinatofautiana pale, tunaweza tukaathiri kwa namna moja ama nyingine matumizi au utendaji kazi wa ile dawa kwa mgonjwa wetu na kupelekea kumuathiri mtoto na kutokutibu tatizo. Hivyo mama mjamzito, epuka kutumia dawa isiyokuwa ya kwako. Jitahidi utumie dawa ya kwako binafsi uliopatiwa na mtaalamu wa afya. Lakini pia vile vile sasa hivi jamii imekuwa ina kasumba au tunasema kukariri kwingi, ikiwemo kukariri hivi virutubisho. Virutubisho ni bora sana kwa mama, lakini pia kuna supplement za aina mbalimbali ambazo ziko in terms of nature ama ziko katika asili. Wengi huwa tunaziita dawa za asili. Nasema mama mjamzito akitumia dawa hizi zinaweza zikamsaidia na zikampa ahueni kwa namna moja ama nyingine. Sasa pia dawa hizi huwa zinaathiri utendaji kazi wa dawa za hospitali. Zile ni herbal, hizi zinakuwa ni chemical synthesis ambazo ni tofauti kidogo na zile za mitishamba. Hivyo basi mama mjamzito usipende kuchanganya hizo dawa za virutubisho hata kama ni za nature pamoja na dawa za hospitalini ambazo ni za kikemikali zaidi, kwa sababu kwa namna moja ama nyingine tunaweza tukaathiri utendaji kazi wa zile dawa za kikemikali, aidha kwa kupelekea zioneshe madhara yaliyokuwa mabaya zaidi au zisifanye kazi ipasavyo na kupelekea mama kuendelea kuathirika kwa ugonjwa unaomfaa au hata kutishia amani kuweza kumpoteza mtoto wetu. Leo tumezungumzia madhara au ni kwa namna gani mama mjamzito mama anayenyonyesha anaweza kutumia dawa. Sasa je, mtoto anayenyonya akionyesha dalili zipi tunaweza tukajua kwamba huyu mtoto ameathirika na dawa au kwa namna moja ama nyingine dawa imemuathiri? Dalili ya kwanza, mtoto ataonekana amechoka ama uchovu uliopitiliza, lakini pia mtoto atakuwa na usingizi uliopitiliza, analala ovyo. Kwa mfano tumesema kuna dawa kama cetirizine ina side effect ya sedation. Sasa mtoto atakapopata ile dawa atakuwa analala kusiko kwa kawaida. Lakini pia mtoto ataonesha kuto kunyonya vizuri. Mtoto anatakiwa anyonye vizuri, lakini asiponyonya vizuri tunaona ni dalili mojawapo. Lakini pia ataonesha kuharisha, wengine wanatapika, wengine wanacheua mara kwa mara, lakini pia at the same times huwa wanapandisha pia joto na kuenda mpaka kwenye dege. Hizo ni dalili, lakini ziko nyingine. Ukiziona hizi dalili, basi kama mama unayenyonyesha ujue mwanao ana dalili ambazo si njema. Hivyo jitahidi ufike naye katika kituo cha afya kilichokuwepo karibu na wewe ili uweze kuokoa maisha ya kwako na ya mwanao. Ujumbe wa leo kwa mama anayenyonyesha: kwanza, hakikisha unamwambia mtaalamu wa afya kwamba upo katika kipindi cha kunyonyesha. Pili, usitumie dawa ya mtu mwingine kwa aina yoyote ile. Tatu, hakikisha kwamba si kila kirutubisho ambacho ni cha asili au dawa yoyote ya asili ina usalama moja kwa moja kwako wewe mama pamoja na mtoto. Nne, hakikisha kila dawa unayopatiwa ambayo ni mpya unaelewa na unapatiwa maelekezo sahihi jinsi ya kutumia hiyo dawa. Na ikiwa hujaelewa namna na usahihi wa kutumia hiyo dawa, tafadhali muulize mfamasia au piga simu kuweza kupatiwa maelekezo sahihi ya hiyo dawa. Kama hapa kituoni kwetu, namba zetu zinapita hapo chini. Kumbuka, maelezo ya dawa na usahihi wake ni haki yako. Afya ya mama na mtoto ni jambo la umuhimu. Usalama wa dawa unaanza kwa taarifa sahihi na ushauri sahihi. Lakini unapokuwa na swali kuhusu dawa katika kipindi cha kunyonyesha, tafadhali wasiliana na mfamasia wetu hapa Royal Polyclinic au tupigie simu kwa namba zinazopita hapo chini.
Ikikupendeza zaidi, tafadhali fika Royal Polyclinic kwa ushauri zaidi. Leo tunahitimisha kipindi chetu, lakini ndio mwanzo wa kipindi kijacho. Kama umejifunza vingi kupitia video hii, tafadhali usisahau kulike, kucomment, lakini pia kushare video hii. Pia vile usisahau kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata notification ya vipindi vijavyo. Ni mimi mfamasia wako Omari Selemani Kossa kutoka Royal Polyclinic. Asanteni kwa kunisikiliza.